Haleluya, mtu wa Mungu unanisikiliza, karibu katika sehemu yetu ya pili. Nafundisha kwa habari ya baraka za uzao katika ulimwengu wa roho. Nilifundisha sehemu ya kwanza, nikafundisha kwamba baraka zinaweza kuhamishwa kwa njia ya uchawi. Baraka zako zikahamishwa kwa njia ya uchawi, na wengi nikafundisha, wengi wanapita kwenye maisha magumu, mateso, fanya kazi ufanikiwi, una mipango ikamiliki, lakini mwanzo ulikuwa unafanya mambo yanaenda vizuri, lakini baraka zako zimehamishwa katika ulimwengu wa kiroho. Hilo ni somo ambalo nimefundisha muda uliopita au katika nafasi iliyopita, lakini pia unaweza ukatafuta somo lingine ambalo nimefundisha kwa habari ya kuvuta baraka zako, liko kwenye channel hii, kuvuta baraka zako, channel ya Apostle Katambi, channel ya Apostle Katambi, kuvuta baraka zako. Mungu akubariki sana. Nichukue fursa hii kuwashukuru watu ambao wanasimama na mimi kwenye huduma kwa sadaka yako, unayetuma sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tunaposimama katika redio, tunaposimama katika vipindi mbalimbali vya channel mbalimbali, umekuwa pamoja na mimi. Mungu akubariki sana. Hata tunapoandaa makongamano ya maombi, umekuwa pamoja nami. Mungu akubariki sana. Nataka siku ya leo, nataka nikwambia kwamba sadaka zako zinafika. Mungu akuzidishie sana katika jina la Yesu aliye hai. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukwambia karibu sana, na ili upate vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka, angalia kwenye channel hii, unaweza ukasubscribe channel hii, bonyeza alama ya kengele mahali hapo, na pia unaweza ukaweka comment yako hapo chini kwa ushauri. Nasikia sana ushauri wa watu, na pia nafurahi sana kushauriwa. Natamani sana kushauriwa katika huduma tulionayo. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Weka comment yako hapo chini, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Leo nataka tujifunze baraka za uzao. Baraka za uzao. Baraka za uzao. Na leo tunajifunza somo, uzao wako una baraka zako. Uzao wako una baraka zako. Na utagundua kwamba kwa nini katika ulimwengu wa roho shetani ana vita na uzao. Ndio maana Biblia inasema katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, wakati Adamu anatenda dhambi na Hawa, Mungu wakati anatoa adhabu alimwambia shetani kwamba wewe utamgonga kisigino, wewe utamgonga kisigino. Lakini alafu shetani anaambiwa na Mungu kwamba atapondwa kichwa. Alafu huyu anasema uzao wako utakuwa na vita na shetani. Uzao wako, mwanamke anaambiwa uzao wako utakuwa na vita na shetani. Akuambiwa mwanaume, aliambiwa mwanamke, kwa sababu mwanamke ndiye amebeba uzao. Sasa ninapokuwa ninaongelea baraka za uzao, hapa ninataka nikuonyeshe baraka za uzao zinaanza kwa mama. Mama, baraka za uzao zilizobebwa katika tumbo la mama. Kwa nini nazungumza hizi? Kwa nini nazungumza hivi? Kwenye Biblia tunaona wanaume wengi ndio wanabariki. Kwenye Biblia tunaona wanaume wengi ndio wanakuwa wanabariki. Kina Isaka, kina Yakobo, kina Ibrahimu. Tunaona wanaume wengi wanakuwa wanabariki. Lakini nataka nikupe siri leo. Wamama na wenyewe pia wana sehemu ya kubariki katika maisha yao. Kwa nini sasa? Naomba unifuatilie. Baraka za uzao wa tumbo, baraka za uzao zinaanza kwenye tumbo la mama. Baraka za uzao zinaanza kwenye tumbo la mama. Ndio maana katika ulimwengu wa roho wa giza, wakitaka kuteka baraka za hiyo familia au huo ukoo, huwa wanakuwa karibu na mama, jina la mama. Kwenye ulimwengu wa roho wa giza, wakitaka kuteka baraka za ukoo au uzao, kuna watu unakuta kwenye familia, yani unakuta mtu ni familia moja, lakini aliyotajirika ni mtu mmoja tu. Unakuta ni mtu ni familia, lakini aliyetajirika ni mtu mmoja tu.
Yule mtu anachokifanya, anaenda kwenye utajiri wa waganga au utajiri wa kichawi. Kwa anachokifanya, anateka zile baraka za uzao wa tumbo la mama, anateka baraka za uzao la tumbo la mama. Kwa zile baraka zote za uzao wa tumbo la mama, unakuta ni mtu mmoja tu ndo anazimiliki katika ulimwengu wa roho, na mkimwomba kwa habari ya mafanikio hawezi kuwasaidia, kwa sababu baraka zake hizo sio za kimungu, ni za giza, lakini ameteka kupitia baraka za uzao wa tumbo la mama. Kwa katika ulimwengu wa roho wa giza, wakitaka kuteka baraka za uzao, huwa wanatumia jina la mama. Wengi wanatumiaga jina la baba kwenye kuroga vita, kufanya vita na uchumi wako, kufanya vita na maisha yako, wanatumia jina la baba. Lakini wakitaka kuteka baraka zako katika ulimwengu wa roho, wanatumia jina la mama, jina la mama. Ndio maana hata wale ndugu zetu wa Hindi, ndugu zetu wa Arabu, ndugu zetu wa Hindi, wale ndugu zetu wa Hindi, akitoka India akija Tanzania, hata kama mama yake amekufa, huwa anaenda kwenye picha ya mama, anamwambia mama, naenda Tanzania, baraka za uzao wa tumbo lako ziende pamoja na mimi. Mama, nakwenda Tanzania, baraka za uzao wa tumbo lako ziende pamoja na mimi. Inawezekana haujagundua siri hii. Inawezekana unafanya biashara au kazi, mambo yako hayaendi. Siri ya kwanza, mama au mwanamke yoyote, baraka zinaanza tumboni mwa mama. Kwa hiyo baraka za uzao zinaanza kwenye tumbo la mama au mwanamke katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 4. Wewe unayetaka kufanikiwa, wewe unayetaka kuinuka kiuchumi, mheshimu mama yako. Hata kama unamzidi elimu, hata kama unamzidi pesa, hata kama unamzidi mali, mama akichukia, mama akikasirika, akikutamkia kama umetoka kwenye tumbo langu hili, tuone kama utafanikiwa, huwezi fanikiwa. Ndio unajikuta unapata na majanga, unafanya biashara, unafanikiwa, unasikia tu matukio yanatokea, vitu vinatupotea, mara umeibiwa, mara mambo yanaharibika, maana mama amebeba baraka za uzao wa tumbo. Matumbo ya mama yamebeba baraka za uzao wa tumbo, na watu ambao wamebeba baraka za uzao wa tumbo wanapataga shida sana kuzaa, shida sana kupata watoto, shida sana, kwa sababu wamebeba baraka za uzao wa tumbo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 4. Maandiko yanasema baraka za uzao wa tumbo la mama. Katika hili wamama tunawapigia makofi, katika hili wamama tunawakubali, baraka za uzao wa tumbo la mama. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 8. Kuna baraka baba hana, kuna baraka mchungaji wako hana, kuna baraka askofu wako hana, kuna baraka zinapatikana kwenye tumbo la mama yako tu. Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari ule, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 utaangalia mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 4. Naenda taratibu ili uweze kuelewa. Kunapoomba kwa habari ya baraka zako, ombea tumbo la mama yako, ombea tumbo la mama yako. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 4 anasema, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako na uzao wa maongeo yako na uzao wa dogo wako na kondoo zako. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 8 anasema, utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Alafu anasema uzao wa tumbo la nchi. Kuna tumbo la mama, alafu kuna tumbo la nchi, ardhi, na kuna tumbo la wanyama. Asa anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Maana yake baraka za watoto
zinaanza kwenye tumbo la mama. Baraka za hiyo familia zinaanza kwenye tumbo la huyo mama. Na ndio maana nataka nikupe siri leo. Wakitaka kufunga familia iwe maskini, wakitaka kufunga watoto wawe maskini, wakitaka kufunga familia iwe na maisha ya kuombaomba, maisha ya kuchoka, wanafunga tumbo la mama yako. Ndio maana mama akiwa maskini, ombeni sana watoto kufungua hilo tumbo lake, maana baraka zinaanza kwenye tumbo la mama yenu. Kwa katika ulimwengu wa roho, wachawi wakitaka kuteka familia hiyo maskini, wanawahi kwenye tumbo la mama. Ili watoto wawe maskini katika ulimwengu wa roho, wanawahi kwenye tumbo la mama, maana tumbo la mama limebeba baraka za uzao wa hiyo familia. Kwa katika ulimwengu wa roho, wakitaka kuteka mafanikio ya hiyo familia, wewe usisumbuke sana. Kuwa karibu na mama, kuwa karibu na mama. Pelekee vitenge, pelekee sabuni, pelekee simu, pelekee chakula. Mama anavyofurahia katika tumbo, mama anavyofurahia ndivyo unazidi kubarikiwa. Baba ana baraka, lakini baraka za mama za watoto zinaanza kwenye tumbo la mama. Narudia tena, baba ana mbaraka wake, lakini mbaraka wa mama unaanza kwenye tumbo la mama. Mbaraka wako kubarikiwa unaanza kwenye tumbo la mama yako. Sio kwamba baba ana baraka, nazo, lakini baba na mwenyewe pia alipita kwenye tumbo la mama, si ndio? Baba yako alipita kwenye tumbo la mama, si ndio? Kwa hiyo tumbo la mama limebeba baraka za uzao. Kwa hiyo mama akikulani, akikwambia kama umenyonya, kama umenyonya kwenye titi hili, tuone kama utafanikiwa. Mama akikulani kwa titi, akakutolea titi, riziki yako katika ulimwengu wa roho inakuwa shida. Chakula chako kinakuwa shida, yaani unakula kwa shida, unakula kwa mateso. Mama akikulani kwa njia ya tumbo, baraka zako zinaharibika katika dunia hii tulio nayo leo. Unasema mtumishi, unaongea nini? Unasema mtumishi, unaongea nini? Nataka nifundishe, mbaraka wa uzao unaanza kwenye tumbo la mama yako. Ndio maana wachawi wakitaka kuharibu uzao, wachawi wakitaka kuharibu familia, kama mama ni mchawi, kupitia tumbo, huwa anaapa kupitia tumbo, mimi na uzao wangu watakuwa wachawi, mimi na watoto watakaozaliwa kwenye tumbo hili watakuwa wachawi. Ndio maana mama akiwa mchawi kwenye familia, watoto wote bila neema ya Mungu wanakuwa wachawi. Baraka za uzao. Unasema mtumishi, unaongea nini? Kitabu kile cha Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 4, uumbaji wako unaanza kwenye tumbo la mama. Uumbaji wa Mungu unaanza kwenye tumbo la mama. Kwa hiyo baraka zako pia zinaanza kuumbika kwenye tumbo la mama. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa na baraka zake kutoka tumboni mwa mama. Mtoto, narudia tena, mtoto anapozaliwa huwa anazaliwa na baraka zake kutoka kwenye tumbo la mama. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari ule, Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 4, na utaanza kuona hapo kwamba uumbaji, baraka za mtu zinaanza kwenye tumbo la mama. Huku Kumbukumbu la Torati anasema utabarikiwa uzao wako, utabarikiwa uzao tumbo lako, lakini maana yake baraka zinaanza kwenye tumbo la mama. Lakini tunaona hapa vizuri zaidi katika Kumbukumbu la Torati, katika kitabu cha Yeremia hapa sura ya 1 mstari wa 4, tunaona baraka zinaanza kwenye tumbo la mama. Kwa hiyo wewe unapozaliwa, kuna baraka utazipata kwa wachungaji,
Kuna baraka utazipata kwa maaskofu, kwa manabii, kwa wainjilisti, kwa maaposto. Kuna baraka utazipata tumboni mwa mama. Baraka zako zinaanzia tumboni mwa mama. Kwa mbaraka wa kwanza kwenye ulimwengu wa roho unaanza tumboni mwa mama, alafu baraka za aina ya pili kwenye ulimwengu wa roho ndio baraka hizi unazobarikiwa na watumishi, kwamba ubarikiwe kwenye kazi, ubarikiwe kwenye uchumi, ubarikiwe kwenye ndoa. Hizi ni baraka za watumishi ambazo unazipata katika Waefeso sura ya 1 mstari ule wa 6. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki katika baraka zote za rohoni. Leo siongelei baraka unazobarikiwa na mchungaji. Leo siongelei baraka unazobarikiwa na mtumishi. Kuna baraka unatoka nazo tumboni mwa mama, unazaliwa nazo, zinaitwa baraka za uzao. Unasema mtumishi unaongea nini? Unasema mtumishi unaongea nini? Yeremia sura ya 1, Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 12. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Hapo ndo tutaanza kujifunza. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Itasoma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Anasema neno la Bwana likanijia. Yeremia huyu. Mstari wa 5 anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Alafu anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Anasema kabla sijakuumba nalikujua. Alafu anasema kabla hujaingia tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Alafu nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa tunaona vitu vikuu vitatu. Mungu anasema nilikujua, Yeremia. Alafu anasema nimekuumba. Umbaji unaanza kwenye tumbo la mama. Umbaji unaanza kwenye tumbo la mama. Wewe unanisikiliza, unaamini ya kwamba unapozaliwa huwa unazaliwa na baraka zako? Unaamini ya kwamba unapotoka tumboni mwa mama yako huwa unakuja na baraka zako katika ulimwengu wa roho? Kwa hizo baraka zinaanza kwenye tumbo la mama yako. Ndio maana Kumbukumbu la Torati inasema hizo baraka zinaanza kwenye tumbo la mama yako. Ndio maana Kumbukumbu la Torati inasema Mungu atakubariki baraka za uzao wa tumbo lako. Anasema baraka za uzao wa tumbo lako. Tumbo la mama limebeba baraka za uzao. Ndio maana wamama wana vita kubwa sana. Ndio maana wamama wana mashambulizi makubwa sana kwenye maisha yao. Wana changamoto nyingi ambazo shetani anawashambulia kwa sababu wamebeba baraka za uzao. Huo uzao ulionao unaanza kubarikiwa tumboni mwa mama. Au watoto waliozaliwa wanakuja kufanikiwa, lakini wanapita kuja duniani na baraka zinatoka kwenye tumbo la mama yao. Unasema mtumishi, unaongea nini? Ishi vizuri na mama yako. Kaa vizuri na mama yako. Hata kama amekufa mama yako, hata kama amekufa mama yako, usimseme vibaya. Maana katika ulimwengu wa roho baraka za uzao wa tumbo zipo katika ulimwengu wa roho. Wale watu wa giza wakitaka kubarikiwa wanaenda kwenye kaburi la mama kufanya mitambiko. Wale watu wenye wagiza, wale watu wachawi kwenye Freemason, manabii wa uongo, falme za giza, wakitaka kubarikiwa wanakwenda kwenye makaburi. Kaburi la mama ndiko pale wanafanya ibada, ndiko wanakolia, maana wanajua siri kwamba baraka zako za uzao zimebebwa kwenye tumbo la mama. Na unapoingia kuomba, muombe Mungu, wewe uliye wa Mungu, kwamba naomba baraka za uzao wa tumbo la mama ziambatane nami. Najiunganisha na baraka za uzao wa tumbo la mama ziambatane nami katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Huwezi kwepa, uliumbwa kwenye tumbo la mama. Huwezi kwepa, ulianza kutengenezwa kwenye tumbo la mama. Ndio mama wa mama, mnapokuwa na mimba mnatakiwa muishi maisha matakatifu. Wamama mnapokuwa na mimba mnatakiwa muishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, maana baraka za uzao wa huyo mtoto zinaanza kwenye tumbo lako. Ndio maana wakati wa mimba, unapobeba mimba, shetani anajaribu sana kukufanyisha dhambi. Fuatilia. Wakati wa mimba baba na mama ndio anagombanaga sana. Wakati wa mimba makwazo ndio anakuwa mengi sana kati ya baba na mama.
ili kile kilichobebwa tumboni, wanapogombana mama na baba, zile baraka za mtoto tumboni zinatekwa tangu yuko tumboni mwa mama yake. Unasema Katambi, unaongea nini? Unasema Aposto Katambi, unaongea nini? Kitabu kile cha Waamuzi sura 13, kitabu cha Waamuzi sura 13, baraka za mama za mtoto za uzao zinaanza kwenye tumbo la mama. Baraka za uzao zinaanza kwenye tumbo la mama. Waamuzi sura 13 na mstari ule, Waamuzi sura 13 na mstari ule, kuanzia mstari ule wa 11. Tutasoma hapo Waamuzi sura ile ya 13 na tutaanza kuanzia mstari wa 11. Tutaona kwa habari ya Samsoni. Tutaona kwa habari ya Samsoni. Mama yake na Samsoni, baraka zinaanza kwenye tumbo la mama. Tutaona kwa habari ya Samsoni. Samsoni huyu mama yake alikuwa hana mtoto. Samsoni huyu mama yake alikuwa hana mtoto. Lakini baada ya Samsoni huyu mama yake kutokuwa na mtoto, Mungu akampa mtoto mama yake, mtoto ambaye akamwahidi nitakupa mtoto anaitwa Samsoni. Lakini kabla Samsoni hajazaliwa, Mungu alimpa masharti mama yake Samsoni kupitia malaika. Baraka za uzao wa tumbo zinaanza tumboni mwa mama. Na hapa ninatoa onyo kwa wamama. Mama, unapofanya dhambi unawafunga watoto wako wasifanikiwe. Mama, unapofanya tabia mbaya unawafunga watoto wako wasifanikiwe, maana wewe mwenyewe mama ni injini ya baraka za watoto wako. Kwa mama anapomtafuta Mungu sana, watoto wake wanafanikiwa sana. Mama anapomtafuta Mungu sana, watoto wake wanafanikiwa sana. Mama akiwa mwenye dhambi sana, watoto wake wanaharibikiwa sana. Umenielewa? Kwa hiyo tunafundisha baraka za uzao zilizobebwa katika tumbo la mama. Asa hapa tunaangalia sio mama wote. Wale mama wanamtafuta Mungu, watoto wake wanafanikiwa sana, maana baraka zinaanza tumboni mwa mama. Kitabu cha Waamuzi sura ya 13 na tutaanza kuona malaika anaanza kumwambia, malaika anamtokea mama yake na Samsoni, maana alikuwa miaka mingi hana mtoto. Malaika wa Bwana, Waamuzi sura 13 mstari wa 3. Tuanzie mstari wa 3. Anasema, tuanzie tu mstari wa 3. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa uzai, lakini utachukua mimba nao utamzaa mtoto mwanamume. Basi jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama utachukua mimba naye utazaa mtoto mwanamume. Wembe usipite kichwani mwake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Mtoto wako atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Mtoto wako alianza kuwa injinia tangu tumboni. Mtoto wako alianza kuwa nabii tangu tumboni. Mtoto wako alikuwa mfanyabiashara mkubwa tangu tumboni. Mtoto wako alikuwa dereva toyo tangu tumboni. Mtoto wako alikuwa benki, mhasibu wa benki tangu tumboni. Mtoto wako alikuwa waziri tangu tumboni. Hatima ya mtoto wako inaanza tumboni mwa mama, tumboni mwa mama yake. Hatima ya kufanikiwa kwako inaanza tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo mama, shetani huwa anawinda mama anapokuwa na mimba. Ndio maana hapa Mungu anamwambia, malaika anamwambia mama yake na Samsoni kwamba ulichokibeba ni kitakatifu tangu tumboni. Usinywe kileo, usifanye dhambi, maana yake usinywe pombe. Usinywe pombe, utakiharibu kile kitu kilicho tumboni. Ni wamama wangapi leo mna mimba mnaenda disco? Wamama wangapi leo na mimba wanaenda kuruka mandebe? Yaani mtoto anaanza kucheza zile nyimbo tangu yuko tumboni. Mtoto anaanza kuvuta, mama ana mimba anavuta sigara. Mtoto anaanza kuvuta sigara tangu yuko tumboni. Mama ana mimba anaanza kuchepuka. Mtoto anapiga uzinzi tangu yuko tumboni. Mtoto anafanya uasharati tangu yuko tumboni. Mtoto anachepuka tangu yuko tumboni. Kumbuka, nafundisha baraka za uzao zilizobebwa kwenye tumbo la mama.
Kwa Mungu anataka mtu anapokuwa kwenye maisha ya kubeba ujauzito, anatakiwa aishi maisha matakatifu, haswa mama. Kwa nini mama aishi maisha matakatifu? Kulinda zile baraka za watoto tumboni, kulinda zile baraka za uzao tumboni, kulinda zile baraka za uzao tumboni mwa mama yako, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Ndio maana wazazi wengi wanapofanya tabia mbaya, wakati watoto wako, una mtoto umembeba tumboni, unamharibu ule mtoto tumboni. Wazazi wengi wanapofanya dhambi, wakati umembeba mtoto tumboni, unamharibu mtoto yule tumboni. Nafundisha baraka za uzao katika tumbo la mama. Kwa wamama wengi wamebeba majukumu ya baraka za uzao kwenye tumbo la mama. Kwa mama, unapofanya dhambi, mama unapofanya mabaya, uzao wako unaanza kuuharibu, maana tumbo lako limebeba baraka katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Mwanzo kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 20, Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 37, malaika anamwambia Mariamu, kuanzia mstari wa 26, malaika anamtokea anamwambia, utachukua mimba, utazaa mtoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na mtoto huyo ataitwa jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa malaika alipompa oda ya kumzaa Yesu, malaika akufanya mchezo. Mungu alishusha Roho Mtakatifu akafunika kile kiumbe. Maana yake watoto wanaanza kuharibiwa wakiwa tumboni mwa mama. Watoto wanaanza kuvurugwa maisha yao wakiwa tumboni mwa mama. Watoto wanaanza kupigwa baraka zao wakiwa tumboni mwa mama. Ndio maana mtoto anapozaliwa huwa anakuja amefunga mikono. Maana yake anakuja na baraka zake katika ulimwengu wa roho. Naomba unifuatilie katika somo lifuatalo. Itakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kipindi, kwa ajili ya baraka za uzao zilizotekwa kwenye tumbo lako. Itakuwa na baraka na maombi na wamama, baraka za watoto wao zilizokuwa zimetekwa. Unaweza kunifuatilia maombi hayo kwa kusubscribe channel hii katika jina la Yesu aliye hai. Weka comment yako hapo chini, like video hii, share video hii. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Endelea kunifuatia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Mungu akubariki sana. Kama unausikia ndani yako kutoa sadaka yako, angalia kuna namba hapo chini kwenye eneo la comment, kuna namba ya sadaka. Toa sadaka yako. Mungu akubariki sana. Na unapoachilia sadaka yako kwa ajili ya familia yako au uzao wako, kumbuka kuandika majina ya hao watoto au mama yako. Tutaomba pamoja na wewe. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.